Mheshimiwa Spika, uteuzi huu pia unamleta mbele yetu kiongozi ambaye ana uzoefu wa kufanya kazi katika mihimili na ngazi mbalimbali za uongozi wa umma na uzoefu wa uwakilishi wa wananchi katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, na kwa nafasi yake kama waziri wa nishati ni mjumbe wa baraza la mawaziri na amekuwa mjumbe wa baraza la mawaziri kwa zaidi ya miaka 2 mfululizo. Amefanya kazi katika wizara na ofisi zenye majukumu mtambuka na ana uelewa wa masuala ya maendeleo na uchumi. Sifa na uzoefu huu vinamwezesha kuwa msaada kwa Mheshimiwa Rais katika utekelezaji wa majukumu mazito ya kuiongoza Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, akiwa msaidizi wa karibu wa Mheshimiwa Rais katika kutimiza majukumu yake. Kwa kuzingatia majukumu ya kikatiba ya makamu wa rais niliyoyaeleza, pamoja na uzoefu wa kisiasa, kiutawala na kiutendaji, Mheshimiwa Deogratias John Pancras Ndejembi anatosha. Serikali inaamini kuwa ana uwezo wa kutekeleza kwa uaminifu na kwa ufanisi majukumu ya nafasi ya makamu wa rais na kumsaidia Mheshimiwa Rais katika kuendeleza shughuli za serikali na maendeleo ya taifa letu. Kutokana na wasifu huo katika utumishi, elimu alionayo pamoja na uzoefu, Mheshimiwa Deogratias John Pancras Ndejembi anao uzoefu mkubwa katika shughuli za serikali. Anatosha. Uzoefu huo unampa uelewa mpana wa mfumo wa serikali na mahitaji ya wananchi katika maeneo mbalimbali ya kimaendeleo. Mheshimiwa Spika, kwa msingi huo na kwa heshima na taadhima, ninaliomba bunge lako tukufu kwa mujibu wa ibara ya 54 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 na kwa mujibu wa kanuni ya 42 ya kanuni za kudumu za Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania za mwaka 2025, lithibitishe uteuzi uliofanywa na Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, wa Mheshimiwa Deogratias John Pancras Ndejembi kuwa makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Unyenyekevu mkubwa, ninaomba kutoa hoja.